Kuelekea katika mechi hii, kutokana na ukubwa na umuhimu wake, pamoja na kwamba tuna kauli mbiu ambayo inafanya vizuri sana hivi sasa nchini Tanzania, kauli mbiu ya ubaya ubwela, lakini mechi hii specifically tumeamua kuitengenezea slogan yake ili kuongeza chachu ya hamasa kwa wanasimba kuelekea katika mchezo huu. Kauli mbiu yetu kuelekea katika mchezo wa tarehe 9 dhidi ya Al-Masry inasema hii tunavuka. Ukisha sema hii una pause kidogo, usiunganishe hii tunavuka. Alafu usiseme hii, lazima utolee tumboni kwa sababu hili jambo ni zito. Hii tunavuka. Hii tunavuka ina maana gani? Inamaanisha kwamba kwa misimu mitano tofauti tumekuwa tukiishia hatua ya robo finali. Sasa safari hii tunavuka, tunakwenda nusu finali. Yes, mtazamaji wa Uondo TV. Huyo ni afisa habari wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally. Amezungumza kwa kiasi kubwa juu ya namna ambavyo slogans mpya ambayo wamekuja nayo, kwa sababu tunafahamu Simba Sports Club ilikuwa inatumia slogan ya ubaya ubwela, au unaweza kusema kwamba ubaya umerudi, yani the return of bad, ndio kitu ambacho kilikuwa kinazungumza. Lakini sasa hivi kauli nzito kwa kiasi kubwa ni inahusiana tunavuka hatua ya robo finali. Kwani Simba wameamua kutumia kanuni hii kwa kiasi kubwa, au kauli hii ambayo tunasema kwamba ni slogans za mpira wa miguu kwa kiasi kubwa ambao zimekuwa zinatumika. To be honest, ni moja kati ya slogans ambao inaweza ikaisaidia klabu ya Simba kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu hii slogans zimekuwa zinawapa pushment kwa kiasi kubwa, au kuwapa ile motisha kwa kiasi kubwa wachezaji wa Simba, mashabiki pia kujua kitu gani ambacho wanaweza kukifanya. Zimekuja kauli mbalimbali, maybe do in Dar es Salaam, do or die, war in Dar, kauli mbalimbali, maybe ubaya ubwela, zimekuja different kwa kiasi kubwa ambao zinaweza kuisaidia Simba kwa kiasi hicho. Lakini kwangu mimi, to be honest, bado na hiyo nafasi ya Simba kwa kiasi kubwa kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, maybe kutoka hatua robo finali kwenda hatua ya nusu finali. Inawezekana kwa sababu mchezo wa kwanza utapigwa tarehe 2 mwezi wa 4 2025, lakini mchezo wa marejeano utapigwa tarehe 9 mwezi wa 4 2025 katika dimba la Estadio Benjamin William Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania. Kwa hiyo ubunifu ambao amekuwa na utengeneza mtu kama Ahmed Ally ambaye ni afisa habari wa Simba Sports Club, inaweza kampa kama boostment kujua kwamba vitu gani ambavyo wachezaji wanapaswa kufanya kwa kiasi kubwa, kwa sababu ni game ambayo ina hadhi kimataifa. Unazungumzia maybe Al-Masry ambayo ni timu ambayo ina uwezo mkubwa, wachezaji ambao wanao potentiality players ambao wanaweza kaisaidia timu kwa kiasi kubwa kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo yes, of course, bado naipa nafasi Simba kwa kiasi kubwa kuweza kutoka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali, kwa sababu yamekuwa sasa kama mazoea kwa kiasi kubwa, kama muendelezo consistency ambayo tumekuwa tunaizungumza, imeshindwa kuweza kutoka kwenye ile nafasi. Mtazamaji wa Uondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah, the best presenter wa Uondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, endelea kusubscribe, lakini usahau kulike, kushare na kucomment, kwa sababu ili ndio jambo muhimu ambao itakufanya wewe uweze kupata update zote, habari zote za michezo ambazo zinapatikana Uondo TV.